Wakaliga mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Korumba Lebabas. Kipindi hewani ni Mtanange Majimboni, kipindi pekee ambacho kinakupa nafasi ya wewe kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na siasa zinazoendelea katika majimbo tofauti tofauti. Mtanange Majimboni kwa siku ya leo tupo katika jimbo la Bariadi, jimbo ambalo lina historia kipekee kabisa, jimbo ambalo yalikuwa ni majimbo mawili likaja likaunganishwa na kuwa jimbo moja. Jimbo la Bariadi lipo katika mkoa wa Simiyu, mkoa ambao gawanywa kutoka katika mkoa wa Shinyanga mnamo mwaka 2012 rasmi tukapata mkoa wa Simiyu. Kabla ya hapo, jimbo la Bariadi, historia inaeleza kwamba lilikuwa lina majimbo mawili yanayotumia neno jimbo Bariadi. Jimbo la kwanza lilikuwa ni jimbo la Bariadi Mashariki. Miongoni mwa wabunge maarufu zaidi ambao waliwahi kuwa wabunge katika jimbo la Bariadi Mashariki kabla ya kufutwa alikuwa ni Mheshimiwa John Cheo, ambaye pia alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha UDP Taifa. Huku jimbo la Bariadi Magharibi alikuwa ni Mheshimiwa Andrew Chenge, ambaye alihudumu kwa muda mrefu sana pale kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2020. Historia iliyotukuka sana kwake kwa kipindi kirefu cha kuwa kiongozi. Lakini huyu Chenge pamoja na kuhudumu kama mbunge mwaka 2005 hadi mwaka 2020, historia inaeleza kwamba mwaka 2015 hadi mwaka 2020 alikuwa ni mbunge wa Bariadi, sio Bariadi Magharibi tena. Alibakia kuwa ni mbunge wa jimbo ambalo lilikuja kuwa moja baada ya marekebisho yaliyofanywa neki mwaka 2012 na uchaguzi wa mwaka 2015. Kwa mara ya kwanza Andrew Chenge aligombea ubunge katika jimbo hilo la Bariadi na kuwa mbunge wa kwanza kihistoria. Simiyu iligawanywa kuwa mkoa mwaka 2012 na uchaguzi wa kwanza ulifanyika mwaka 2015 na jimbo la Bariadi likapatikana. Katika jimbo la Bariadi ambapo ndio makao makuu ya wilaya ya Bariadi, jimbo hilo ndio lilipo, limegawanyika katika sehemu kubwa mbili, ambapo kuna halmashauri ya Bariadi vijijini, lakini pia kuna halmashauri ya Bariadi mjini. Tunza hizo record, alafu tuelekee kwenye Mtanange Majimboni. Mtanange Majimboni leo hii Bariadi ni Kundo Mathew, ambaye ndiye mbunge wa sasa wa jimbo la Bariadi, lakini pia ni naibu waziri wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ambaye yeye alichaguliwa mwaka 2020. Hivi sasa na miaka 5 akiwa kama mbunge katika jimbo hilo, akivaa viatu vya Andrew Chenge kutokea CCM. Wote hawa atakutana na nani? Watu wengi wanamtaja Masanja Kadogosa. Huyu ni mkurugenzi wa shirika la reli nchini. Hajawahi kutoka mahali popote na kueleza kama ana nia ya kugombea Bariadi, lakini watu wanamtaja kwa sababu moshi mweupe unaonekana. Moja kati ya sifa zinazomtambulisha Masanja Kadogosa ni miongoni mwa wakurugenzi wa mashirika ambao wamedumu kwa kipindi kirefu katika nafasi zao. Miaka 10 akiwa ni mkurugenzi wa shirika la reli nchini TRC chini ya hayati Dr. John Pombe Magufuli, miaka 5, lakini pia chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan miaka 5, miaka 10 bila kuhamishwa wala kuondolewa kwenye nafasi yake. Ni kipimo ambacho Watanzania wanakitazama kwake kama mtu mwadilifu sana. Lakini mabadiliko ambayo ameyafanya kwenye shirika la reli nchini, ikiwemo maboresho ya barabara ambazo ni reli ambapo treni zinapita, lakini pia mradi mkubwa wa SGR kusimamia bila kupata kashfa yoyote ambayo ingeweza kumondoa. Hilo pia linamfanya apate heshima kubwa sana kwa Tanzania, hasa kwa wana Bariadi, kiwango ambacho wanasema kwamba huyu mtoto ambaye amezaliwa kata ya Dutwa na mzee Masanga Kungu Kadogosa anapaswa kurudi nyumbani na kututumikia. Kadogosa inaelezwa kwamba japo ofisi yake iko Dar es Salaam, makao makuu ya shirika la reli lipo, lakini moyo wake, akili yake, macho yake yako Bariadi. Wana Bariadi wanaeleza kwamba Kadogosa, jambo lolote likitokea Bariadi, huwa wanaulizana kama ni la furaha ama la huzuni. Je, Masanja Kadogosa amepewa taarifa? Hiyo ni kwa namna ambavyo amekuwa akishiriki kwenye changamoto zao, kwenye furaha zao na shida zao. Kwenye misiba asipoenda anatoa rambirambi, kufika kuwafariji anapoenda. Asipoonekana ni kama ameonekana, kwa sababu salamu zake lazima zitatajwa. Amekuwa ni kiongozi ambaye anaunganisha makundi yote, hasa makundi ya wakulima,
na wafugaji. Lakini pia inaelezwa kwamba Masanja Kadogosa, baba yake mzazi ambaye ni Masanga Kungu Kadogosa, alikuwa ni mfugaji, hivyo ana lugha ambayo akizungumza na wafugaji ni rahisi sana kueleweka. Vikao vya wafugaji huwa wanahitaji baraka zake pia, iwe kwa ushauri ama kumshirikisha yale wanaofanya maamuzi. Kwa Masanja kwa wafugaji ana mvuto wa kipekee sana ambao tutakuja kuuchambua kuelekea kwenye huu mtanange ambao utamkutanisha na Kundo Mathew. Kundo yeye ni nani? Kundo ni miongoni mwa vijana ambao historia haitoacha kuwatambua, vijana ambao wameingia bungeni katika umri mdogo na katika namna ambayo ilikuwa ina changamoto zake kisiasa, lakini akafanikiwa kuingia bungeni katika umri mdogo, akaaminika na serikali pia kuwa naibu waziri. Kwa hiyo watu wanawatazama hawa kwa sababu kwa Bariadi ndio wanasiasa ambao labda wanaonekana sana wakiwa nje kuwakilisha Bariadi, huku Kundo Mathew yeye bado taarifa za asili yake alipozaliwa katika yale maeneo ya Bariadi hatujazipata vizuri, wakati Masanja Kadogosa tumesema kwamba yeye anatokea katika kata ya Dutwa. Sasa kwenye mtanange huu majimboni, kama ambavyo kuwa unaelewa, pia tuna nafasi ya kuchambua, je, wakikutana hawa pamoja na wengine ambao wanaweza wakajitokeza, sio kwamba hawa wawili tu ndio watagombea. Na huu tunaozungumzia ni uchaguzi wa ndani ya chama, kwa sababu Kadogosa ni mwana CCM kada, huyu mara kadhaa amekuwa anaonekana kwenye mikutano ya Chama cha Mapinduzi, japo ni mtumishi wa umma, hiyo haimzuii kwa sababu huwa anatekeleza hayo majukumu yake akiwa nje ya utaratibu wa kiserikali. Kwa hiyo kama mwananchi wa kawaida anaruhusiwa kuwa na chama. Kwa amejipambanua mara kadhaa kwamba yeye ni mwana CCM na Kundo Mathew pia ni mwana CCM. Kwa hiyo mchuano utaanzia ndani ya chama, na hapa tunachambua mtanange majimboni, hasa kuzingatia ndani ya Chama cha Mapinduzi 2025 Bariadi. Kwa hawa wawili wanarudi, mmoja akiwa ni naibu waziri mstaafu, lakini pia mmoja anarudi akiwa kama hajachukua likizo ya utumishi wa umma, basi atatambulika kama aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la reli nchini. Wanakutana pale na CCM hawa wawili ambao wanatajwa kwamba wana mvuto wa kipekee. Sasa kupitia kipindi hichi cha mtanange majimboni tuangalie, je, wakikutana hawa wawili, je, nani ana nafasi kubwa ya kufanya vizuri? Tuanze na nani? Tunaanza na Kadogosa. Tunaanza na Kadogosa kwa sababu tayari Kundo Mathew yeye ni mbunge pale. Obvious, ukishakuwa mbunge una watu, kuna kazi ulizozifanya zinajieleza. Kwa hiyo hautumii nguvu kubwa sana kumuelezea Kundo Mathew kwa sababu ni mtu wa pale. Lakini tunamtazama Masanja Kadogosa ambaye pia ni mtu wa hapo, lakini hajapata nafasi ya kufanya kama mbunge. Je, ana nafasi gani kwa wananchi? Kama ambavyo nimeeleza kwamba moja kati ya sifa ambazo zinampa nafasi ya Kadogosa kutajwa ni kuhusika kwenye maendeleo ya watu pamoja na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kwenye misiba, kwenye furaha, sijui harusi, sijui shughuli gani, zote ambazo unaelezwa kwamba Kadogosa huwa anashirikishwa, huwa anachangia, iwe mchango wa fedha ama mchango wa mawazo. Kwenye ujenzi wa miundombinu mbalimbali, iwe barabara, ziwe hospitali, ziwe zahanati, yawe madarasa, unaambiwa kwenye harambee ya kanisa ama msikiti, Kadogosa akishirikishwa huwa anafanya jambo. Wanabariadi wao wanakuambia kwamba Kadogosa yupo kila sehemu pale Bariadi kwa namna ambavyo huwa anashiriki mambo yao. Kinachombeba Kadogosa, kitu kingine ni asili ya kuzaliwa Dutwa. Hapo anasema kwamba ni mtoto wa nyumbani, lakini pia Dutwa ipo katika halmashauri ya Bariadi vijijini. Bariadi ina halmashauri mbili, yenyewe kwanza ni wilaya, yenyewe pia ni jimbo, lakini ina halmashauri mbili, halmashauri ya Bariadi vijijini na halmashauri ya Bariadi mjini. Sasa Bariadi mjini ina kata 10, wakati Bariadi vijijini ina kata 21. Jumla Bariadi yote hii, Bariadi yote ina kata 31. Katika hizi kata 31, Bariadi vijijini peke yake ina kata 21. Wakati Bariadi mjini ina kata ngapi? 10. Hii kata ya Dwata ni miongoni mwa kata ambazo zipo katika halmashauri ya Bariadi vijijini. Ya tunaweza kusema kwamba Kadogosa anatokea Bariadi vijijini
Kwa hiyo kwenye Bariadi vijijini ndo kuna kata nyingi, ziko kata 21. Miongoni mwa kata ambazo ziko huko kuna kata ya Benihami, kuna kata ya Dwata yenyewe, kuna kata ya Gambosh, wao wanaita Gambos, lakini pia kuna kata ya Gibishi, kuna kata ya Gilai, ya 6 ni kata ya Ihusi, ya 7 ni kata ya Ikunginyabishi, 8 kuna kata ya Itubakilo, lakini 9 kuna kata ya Kasoli, huku 10 ikiwa kuna kata ya Kilalo, 11 kuna kata ya Matongo, 12 ni kata ya Mwadobana, huku 14 ni kata ya Mwabusuya, na 15 ni kata ya Mwaubingi, na 16 ni kata ya Mwamtondo, huku 17 ni kata ya Nguliati, na 18 ni kata ya Ndikwabinya, na kata ya 19 ni kata ya Nkololo, huku kata ya 20 ikiwa ni kata ya Sakwe, na kata ya 21 ni kata ya Sapiwi, ambazo zinakamilisha kata zilizopo katika halmashauri ya Bariadi vijijini, huku sensa ya mwaka 2022 ikionyesha kwamba ukiweka Bariadi vijijini na Bariadi mjini, Bariadi vijijini ina watu wengi sana. Maana kwa sensa ya mwaka 2022 inaeleza kwamba watu 383,000 wanapatikana katika kata ambazo zipo Bariadi vijijini, yani watu 383,385, wakati Bariadi mjini wanapatikana watu 260,927. Wakati Bariadi mjini kuna kata 10. Kata ya kwanza ni Bariadi yenyewe, kata ya pili ni Bunamhala, kata ya tatu ni Gudui, kata ya 4 ni Isanga, kata ya 5 ni Mlambo, na kata ya 6 ni Muhango, alafu kata ya 7 Nyakabindi, kuna kata ya Nyakoloa, kuna kata ya Sima, na kuna kata ya Somanda. Sasa hizi kata 10 za Bariadi mjini zina watu 260,927. Kwa hiyo kwa idadi hiyo unaona kabisa mwenye nguvu ya kushinda ni mtu ambaye atakusanya kura nyingi kutokea Bariadi vijijini, na Bariadi vijijini ndipo ambapo anatokea Masanja Kadogosa hapa kwenye kata ya Dutwa. Na asili ya jimbo la Bariadi kwa kiasi kikubwa kuna makabila mengi. Kuna kabila la Wasukuma, kuna kabila la Wanyilamba, kuna kabila la Wajita, kuna kabila la Wakuria, lakini kwa kiasi kikubwa watu wengi waliopo pale wanatokana na kabila la Wasukuma, ndo wengi, na ndo asili ya kabila la Masanja Kadogosa. Lakini pia ule upande anaotokea ni upande wenye wafugaji wengi, na wafugaji wamekuwa sehemu ya watu wanaomtaka sana Masanja Kadogosa. Kwa hiyo ukiweka hizo hesabu unaona kwa kiasi kikubwa, pamoja na mchakato wa kura za ndani ya CCM kubadilika, ambapo mgombea hatopigiwa kura na kikundi cha watu 600, 400 au 300 ambao watakuwa wamejifungia ndani. Sasa uchaguzi unaenda kata kwa kata kuomba kura, kwamba mkipitishwa watatu mnaenda kuomba kura kwa wajumbe kwenye kata mnazoenda kuzunguka kwa ajili ya kunadi sera zenu ndani ya chama. Kwa Kadogosa kwenye hizi kata 21 ambazo kiasili ni kijijini ambapo anatoka yeye, lakini pia kiasili ni wafugaji ambapo ni asili ya kazi ya baba yake, huenda ikawa rahisi sana kwenye hizi kata 21 kufanya vizuri kabla hatujazijadili kata hizi 10 ambazo huenda zikagawanywa nusu kwa nusu. Kwa nafasi ya Kadogosa kufanya vizuri kutokana na asili ya kutokea Bariadi vijijini inampa nafasi ya kuiona hiyo nafasi kwamba huenda akafanya vizuri bila kudharau uwepo wa Kondo Mathew ambaye yeye kwa sasa pale ni mbunge. Kuna vitu ambavyo amevifanya, huenda ikawa rahisi kuwaeleza watu kitu gani amefanya zaidi tofauti na angekopo anaanza mwanzo kabisa. Changamoto anaenda kukutana nayo Kondo Mathew ni kwamba Bariadi ni miongoni mwa majimbo ambayo bado yana changamoto za barabara, masuala ya huduma za afya kuwa mbali na jamii, miundombinu mingine ikiwemo ya maji na umeme bado haijakaa sawa. Kwa hiyo huenda atakapoenda kuomba kura ikamchallenge kwamba watu wakasema sawa umefanya, lakini tulitegemea
haya uliotuahidi labda ungekuwa umeyamaliza, unasema tukupe nafasi nyingine. Wakati huyu anakuja akiwa fresh, ambapo atasema kwamba mimi naahidi nikirudi nitachokiahidi kitakuwa kimetekelezwa. Kwenda ikawa ni challenge ambayo inaweza kumkuta Kundo Mathew. Lakini kwa kiasi kikubwa hawa ndo wanatajwa sana, na wanatajwa kwa sababu ndio watu maarufu wanasiasa kutokea jimbo la Bariadi kwa hivi sasa wanaonekana kwenye uso wa wanabariadi, iwe kwenye vyombo vya habari. Utamsikia Kadogosa akizungumzia masuala ya reli, lakini utamsikia Kundo Mathew akizungumzia masuala ya Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Kwa hiyo hawa wakikutana moto utawaka kweli kweli, maana wote wana nafasi ya kushinda, lakini pia ushindani wao ni wa dhahiri. Bariadi kila mmoja anafahamu kwamba Kundo Mathew atarudi, lakini kuna ambao wanaamini kwamba Masanja Kadogosa atarudi, japo yeye mwenyewe hajasema kama atarudi. Imekuwa kama surprise coincidence. Wakati tunaendelea kukamilisha kipindi hichi, producer wangu Haji ameniletea taarifa kwamba jimbo la Bariadi limegawanywa. Sasa yametoka majimbo mawili, jimbo la Bariadi mjini na jimbo la Bariadi vijijini. Kwa hesabu ambazo tumezitoa hapa, tumeeleza kwamba Kadogosa ana nafasi ya kufanya vizuri sana kwenye kata za halmashauri ya Bariadi vijijini. Hivyo tungetarajia au tunatarajia kumuona akienda kwenye jimbo la Bariadi vijijini kugombea nafasi ya ubunge, hasa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini Kundo Mathew ambaye naibu waziri, yeye alishaweka msimamo wakati wa mchakato wa kupendekeza kugawanywa kwa jimbo la Bariadi ili atokee majimbo mawili, na akasema kama mchakato huo utaridhiwa, basi yeye ataenda kugombea Bariadi vijijini, akisema kwamba huko ndiko anakotoka yeye. Kwa hiyo huenda pamoja na kugawanywa kwa haya majimbo, wote wakakutana hawa watu wawili kwenye jimbo moja la Bariadi vijijini, na Bariadi mjini wakawaachia watu wengine, kama msimamo utabakia kuwa hivyo wa Kundo Mathew kutokuamua kubaki mjini na kwenda kijijini, ambapo huko sasa kijijini ataenda kukutana na Masanja Kadogosa kwa sababu naye pia ni mzaliwa wa Bariadi vijijini. Nitaenda kugombea vijijini. Ama wanaweza wakakaa pamoja na kuamua sasa nani abaki mjini na nani aende kijijini. Huu ndo mtanange majimboni kwa siku ya leo. Wana Bariadi, mnaweza mkatusaidia kuwagawanya hao waheshimiwa, nani aende wapi, nani aende wapi, lakini pia kutueleza kama kuna wengine wenye nguvu ambao wanatajwa huko kupitia kipindi cha mtanange majimboni. Wakati mwingine tutarudi tena kuzichanganua na kuzichambua siasa hizo za Bariadi katika majimbo yote mawili, Bariadi mjini na Bariadi vijijini. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Kurumba Le Baba. Usikose mwendelezo wa mtanange majimboni. Jimbo linalofuata sasa hivi tutakuwa tunalitaja, jimbo hilo sio jingine, ni jimbo la Babati mjini. David Damian Mlokozi. Bilionea David Damian Mlokozi anatajwa kuwa mshindani wa Pauline Gekul kwenye nafasi ya ubunge Babati mjini, sio kwa sababu anashindana na Pauline Gekul au sio kwa sababu anashindanishwa na Pauline Gekul. Ni baadhi ya wanababati mjini ukiwasikiliza wanakuambia kwamba wanaamini kwamba David Mlokozi ni wakati sahihi wa kwenda kuwakilisha bungeni, huku akieleza kwamba ni mdau wa maendeleo. Yeye David Mlokozi hajawahi kuzungumza sehemu yoyote, na baadhi ya watu ikiwemo mimi niliwahi kumuuliza una interest za kutaka kuwa mbunge Babati mjini ikiwa atagombea ndani ya Chama cha Mapinduzi, akafanikiwa kupita kwenye tanuri la wajumbe akaenda bungeni, ni mtaji mzuri sana kwa wafanyabiashara wote. Lakini mtu wa kwanza katika uchaguzi ule wa mwaka 2020 katika jimbo la Babati mjini ni Bi Esther Mahawa. Bi Esther Mahawa alipata kura 91, akawa ameongoza uchaguzi ule wa ndani ya chama mbele ya wajumbe waliopiga kura 229. Kilitokea nini sasa? Kilichotokea ni kwamba jina la Bi Esther Mahawa halikurudishwa. Japo ndiye aliyeshinda, alikuwa ni mtu wa kwanza na alipata kura 91, na aliyemfuatia alipata kura 77, na mtu wa tatu alikuwa ni Pauline Gekul alipata kura 61, lakini Pauline Gekul ndiye aliyerudishwa mwaka 2020 kwa ajili ya kupeperusha bendera ndani ya Chama cha Mapinduzi.
Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.